habari za uhakika na zenye mafunzo ya Kiafrika utazipata papa hapa ndani ya Kaka Ken 254. Kaka Ken 254, habari ni hapa. Huku maandalizi ya sikukuu ya Madaraka yakiendelea kote nchini, Wizara ya Mambo ya Ndani na Utawala wa Kitaifa imetoa taarifa zake na kusema kuwa maandalizi ya makazi makuu ya sikukuu hiyo yatakayoandaliwa katika kaunti ya Homa Bay yamekamilika. Sikukuu hiyo ambayo hufanyika Juni mosi kila mwaka hulenga kuja na kauli mbiu ambayo hulenga kuleta mabadiliko ya kitaifa na uchumi kwa ujumla. Kauli mbiu mwaka huu ikiwa uchumi samawati na masuala ya baharini, ishara yake ikiwa kujitolea kwa serikali katika utumizi wa uchumi baharini. Hafla hii ambayo itafanyika katika uga wa Raila Odinga katika kaunti ya Homa Bay inatarajiwa kuleta watu pamoja na kuinua biashara na uchumi wa eneo hilo. Katibu wa usalama nchini Raymond Omolo amejitahidi kuleta sura mpya kutokana na sherehe hii kote nchini. Miongoni mwa miundombinu ambayo itaazimiwa kuboreshwa kaunti hiyo ni pamoja na barabara, uwanja wa ndege wa Kabunde, mashule pamoja na miundombinu ingine. Mgeni maalum anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais William Ruto, ambapo ndiye anayeazimiwa kuwa nahodha wa hafla hiyo siku ya kesho. Ningependa kumpongeza Rais wetu William Ruto kwa kututembelea katika kaunti yetu ya Homa Bay. Tungependa kumshukuru kwa sababu ametuletea maendeleo mengi katika kaunti yetu. Tunaona stadium imejengwa kwa ajili yake, tunaona barabara zimejengwa kwa ajili yake. Ametujengea soko ambalo watu ambao wanauza samaki wataweza kujisaidia pale, kwa sababu watakuwa na urahisi wakati ambapo watakuwa wanauza samaki yao. Na ningependa tena kumshukuru kwa nyumba ambazo amejenga. Lakini mimi kama mwalimu ninaona ya kwamba hizo nyumba hazijatufaidi kwa sababu kuna wale ambao wana pesa ndio wanapata nyumba. Lakini sisi ambao tunakatwa katika mshahara hatujaona uzuri wa nyumba hizo. Kwa sababu sisi ni wale ambao wasiojiweza na tuwezi pata nyumba hizo kwa sababu hatuna pesa. Tunakatwa katika slip na tuwezi ona uzuri wa nyumba hizo. Ningependa kumwomba Rais ikiwezekana aache kutukata hizo pesa, kwa sababu tayari nyumba zimejengwa. Sasa angeturudishia hizo pesa zetu ili hizo pesa ziweze kutusaidia katika mashughuli zetu mbalimbali.